Katibu Mkuu Kiongozi na Katibu wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar Engineer Zena Said Ahmed amesema atamfikishia Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ombi la wanawake wa Kiislamu kwa rais na kuwafadhili wanawake ambao hawawezi kumudu gharama za kwenda hija na umra ili wafanikishe wajibu wao wa kidini. Engineer Zena amesema hayo baada ya kupokea ombi ambalo limetolewa na mwanzilishi na mwenyekiti wa Ladies in Islam Salah Aziz kwa niaba ya wanawake wa Kiislamu wakati wa kongamano hilo. Mimi ni Bakari Chidiumba. Ladies in Islam wameomba kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wapatiwe ofisi. Hili nitalipeleka kama lilivyoombwa kwa mwenyewe, na naamini atajua jinsi gani ataweza kulifanyia kazi. La pili, kuna nafasi za umra ambazo zinatolewa na fadhili mbalimbali labda kwa serikali, na wenyewe wapatiwe japo chache, na hili pia nitaliwasilisha. Zitakapotokea naamini mtaweza kupatiwa chache, angalau nyinyi wenyewe mtachaguana jinsi gani ya kwenda. Kuna swala la uhaba wa fedha mzima. Sasa hili sina uwezo kama mnataka rais awapatie fedha. Unajua fedha naye anazitafuta kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Lakini nitoe suggestion moja. Kwa wingi wetu hapa, nimesikia tuko zaidi ya 1000. Yaani tukiamua tu kwamba kila mmoja kwa mwaka hata akichanga 20,000 tu kwa mwaka, ni milioni 240 kwa watu 1000. Na naamini wako zaidi. Sasa kuna vitu vingine ni kidogo, lakini kwa wingi wetu tunaweza ukafanya mambo makubwa. Ni kiasi cha kuamua tu, tunataka anaweza minimum 20,000, mwingine anaweza katoa ziada, na kama nilivyosema 20,000 kwa mwaka mmoja kwa watu 1000, milioni 240. That's a lot of money. Kwa hiyo mambo makubwa yanaweza kufanyika. Kwa hiyo hebu tujitahidi kwenye hili, mengine tuanze kuyafanya, baadaye ndio unaenda kuomba msaada, lakini jitihada zako na wewe zinaonekana. Kwa hiyo naomba hili liwe ni wazo la kulifanyia kazi. Lakini pia nimesema nataka kuja kutembelea Baraza la Wawakilishi. Hili linawezekana. Nitaongea na Mheshimiwa Spika. Uzuri naibu Spika pia ni mwanamke. Kwa hiyo watapanga, tutawasiliana zaidi kuhusiana na hili. Tutakuwa na high emotional intelligence, tukurupuki tukaanza kutukana watu na vitu vya namna hiyo. Kwa tutumie maadili yetu ya Kiislamu kwenye uongozi wetu. Lakini tunapaswa kushirikiana kati yetu sisi kama tunavyoshirikiana hapa, lakini na jamii nyingine katika kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo katika nchi yetu. Lakini kikubwa naomba sana wanawake wa Kiislamu tutambue haki zetu. Kuna wengi sana wananyanyasika kwa sababu hawajui hata haki zao ni nini. Bahati mbaya sana tumedelegate kufahamu elimu ya dini eti kwa mashehe peke yao. Na mbaya hata hatuna vigezo vizuri kwenye shehe wa kike anaitwaje, ndio shehati. Yaani wale tuna wachache kama hivi kina Fatma Mdidi, hatuna wale role model. Hata ukiwa kwenye majukwaa utakuta wanaume tu. Juzi kati tulikuwa na kongamano la kiimani kwa viongozi wa Kiislamu kule Zanzibar. Wale waliotoa mahadhara wote walikuwa ni mashehe wa kiume. Tumeambiwa tupeleke mapendekezo. Moja nitakalopeleka na mimi ni kwamba angalau basi kuwe na mhadhiri mmoja wa kike, kwa sababu lazima watoto wetu najua wapate role model. Kama anataka kufanya vitu vya namna hiyo aone inawezekana, si yule pale. Sasa leo kila siku mashauri wa kiume tu. Kwa hiyo sisi tuwepo kila mahali ili tuweze kufanya hiyo shughuli zetu vizuri.